Ahbabi wa ikhwani fillah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsin awalan bittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, anatuambia kwamba enyi mlioamini msifi ila muwe katika mila ya Uislamu. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu anasema hivyo? Ni kwa sababu inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na atakayekwenda kinyume na hayo basi atakuwa ni mwenye kuhasirika kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kufanya jitihada za makusudi kuishi kwa mujibu wa mafundisho ya imani yetu, kwa sababu pia hakuna anayejua saa yake ya mwisho itakuwa katika mazingira gani. Ni kwa sababu wenzetu wengi tu kila siku wanatangulia mbele za haki, nasi kadhalika tupo katika foleni ya kuitwa, na hakuna anayejua jina lake litaitwa muda gani. Kwa hiyo ni vyema kufanya jitihada za makusudi kuwa upande salama pale jina lako litakapoitwa, wakati ambao muda wako wa kuwepo juu ya mgongo wa ardhi utakuwa umefikia mwisho kabisa. Na tunajifunza pia katika maandiko matakatifu ya kwamba Mwenyezi Mungu huwa hana utaratibu wa kuichelewesha ajali ya nafsi pale ambapo muda wake utakuwa umefika. Na niamini mimi ndugu yangu ya kwamba itakapofikia wakati wako na hukufanya matayarisho ya kujitosheleza, basi itakuwa ni huzuni kubwa sana kwa upande wako. Hata baadhi ya Waswahili na wataalamu wa mambo wanasema siku ulipokuwa unakuja duniani, au tuseme siku uliokuwa unazaliwa, ulilia sana ukiwa umezungukwa na watu wengi ambao walikuwa wakitabasamu na kucheka. Sasa katika kipindi hiki utakacho kuwepo hapa duniani, unatakiwa kuhakikisha kwamba siku utakayokuwa unaondoka hapa duniani, wewe huo unatabasamu wakati wengine wao wanalia kwa huzuni. Na tumuombe sana Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema kama wema waliotangulia, kadhalika atujalie kauli thabiti kabla al-maut. Hapo juu kuna video nyingi tu ambazo nimeziposti, ambazo kwa namna moja ama nyingine na imani kubwa sana kwamba zitatusaidia kuweza kung'amua baadhi ya mambo fulani hivi. Miongoni katika hizo video kuna bwana mmoja anasema haya maisha ya hapa duniani ni hasara kabisa. Kwa sababu gani? Unapambana hadi unafanikiwa kwa mujibu wa jitihada zako, lakini mwisho wa siku ambapo unatakiwa uanze kula matunda ya jitihada zako, unajikuta muda wako wa kuishi hapa duniani umeisha, unazikwa bila ya chochote kile katika vile ulivyotafuta, kisha matunda ya kazi ya mikono yako wanaenda kufaidi watu wengine kabisa, na wakati mwingine hata wale ambao pengine hukuwatarajia. Sasa yeye binafsi akaona ya kwamba hiyo ni hasara kubwa sana, na
Kwa namna hiyo akaona kwamba kumbe maisha hapa duniani hayana maana. Kama mtu unaweza kupambana upate unachokitaka, lakini ukisha kipata unawaachia wengine wakitumie, basi hiyo ni hopeless kabisa. Lakini baadaye amekuja na ufafanuzi wa hicho kitendawili kwamba kuna njia moja tu ya pekee ya kufanya maisha bora au bora wa maisha ya hapa duniani, nayo ni kuamini na kufuata kikamilifu mafundisho ya dini. Kwa upande wetu sisi, alhamdulillah, kama nilivyotanguliza hapo juu awali, hatuna budi basi kupambana kwa jasho na damu kwa mujibu wa imani yetu, ili tusije kuwa miongoni mwa wenye hasara. Baada ya kuwa mwanadamu amepata access ya kujua kuwa amepata hasara baada ya kuwa amekufa, yani kuna kaswida na maneno anasema, ewe Mola wangu nirudishe duniani nikafanye ibada. Maana yake ni nini? Mtu akishagundua kwamba nipo katika hasara, basi atamuomba Mwenyezi Mungu kwamba nipe walau muda mchache nikafanye khairi kuniondoa kwenye zahma hii, lakini hilo halitowezekana kabisa. Mwenyezi Mungu anasema, hakika mwanadamu ni kiumbe mwenye kujisahau sana, hata ukamrudisha huko anakotaka atayarudia yale aliyokosea. Kwa hivyo ndugu zangu, tulitambue hilo, once gone forever gone. Hakuna nafasi nyingine ya kufanya masahihisho. Masahihisho ni muda huu unapokumbushwa fanya ibada kwa ajili ya kesho yako. Na maisha baada ya bata, na kuna maisha baada ya ibada. Ukiishi sawasawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu utavuna, kadhalika ukiishi sawasawa na mapenzi yako utavuna ulichokipanda. Hakuna atakayepanda matango pori akavuna zabibu. Kwa hiyo ndugu zangu, sote kwa pamoja au kila mtu kwa nafasi yake akae chini na jitafakari na kuchukua hatua, kwa sababu hakuna anayejua siku wala saa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana faqina adhaban nar. Rabbana surfana adhaba jahannam in adhabaha kana gharama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana faqina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Fadhli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.